ya bunge ya budget, Mheshimiwa Oran Manase Njeza aje awasilishe maoni ya kamati. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 124 fasi ya 8 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, na kwa kuzingatia kifungu cha 9 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili cha sheria ya bajeti sura 439, naomba kuwasilisha maoni ya kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti kuhusu tathmini ya hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2024. Mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 24-25. Utekelezaji wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2024-25 pamoja na mapendekezo ya mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Spika, taarifa hii imegawanyika katika sehemu 10 kama inavyoonekana kwenye taarifa ya kamati. Naomba taarifa yote ya kamati ingie kwenye kumbukumbu rasmi za Bunge kama ilivyowasilishwa. Mheshimiwa Spika, kamati naipongeza serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, kwa jitihada zake za kuhakikisha kuwa uchumi wa nchi unaimarika kwa kuendelea kuwekeza katika sekta ya kilimo, kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji, kulinda amani na utulivu, kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara, kusimamia vizuri sekta ya fedha, kuboresha huduma za kijamii. Hakika Mheshimiwa Rais anastahili miaka 5 tena. Mheshimiwa Spika, kielezo namba 2 kwenye taarifa kinaonyesha mchango wa shughuli za kiuchumi katika pato la taifa kwa mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, kamati na ushauri serikali kufanya mageuzi katika sekta ya kilimo, madini na utalii ili kuongeza tija, thamani na kuboresha masoko. Vile vile, serikali iweke mikakati thabiti ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoweza kuathiri sekta ya kilimo. Hatua hizi kwa pamoja zitaleta manufaa katika uchumi. Mheshimiwa Spika, kuhusu mfumuko wa bei wa taifa. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2024 mfumuko wa bei ulikuwa kwa wastani wa 3.1 ikilinganishwa na wastani wa 3.8 kwa mwaka 2023 na 4.3 kwa mwaka 2022. Kushuka kwa mfumuko wa bei nchini kumechangiwa na utekelezaji madhubuti wa sera ya fedha na bajeti, kutengamaa kwa bei ya mafuta katika soko la dunia na kuimarika kwa upatikanaji wa chakula katika masoko ya ndani na nchi jirani. Mheshimiwa Spika, mwenendo huu himilivu wa mfumuko wa bei nchini umekuwa na manufaa kama vile kuvutia uwekezaji, kulinda thamani ya shilingi, kuwa na uchumi unaotabirika na kuwa na jamii yenye utulivu. Napenda kumpongeza tena Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuimarisha uchumi ili kuhakikisha unakuwa imara na unaotabirika. Kuhusu akiba ya fedha za kigeni, Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa ripoti ya sera za fedha Monetary Policy Report ya Benki Kuu ya mwezi April 2025 hadi kufikia March 2025, kiwango cha akiba ya fedha za kigeni kilifikia dola za Marekani bilioni 5.6 kutoka dola za Marekani bilioni 5.3 katika kipindi kama hicho mwaka 2024. Hii ni sawa na ongezeko la 5.7. Kiasi hicho kilitosheleza malipo ya uagizaji bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi kwa kipindi cha miezi 4.5. Kuongezeka kwa akiba ya fedha za kigeni nchini katika kipindi hiki kimesababishwa na mpango wa ununuzi wa dhahabu, utekelezaji wa mikakati ya kuongeza mauzo ya nje na kupunguza uingizaji wa bidhaa kutoka nje.
Kuhusu mwenendo wa viwango vya riba na huduma za kibenki, Mheshimiwa Spika, wastani wa riba za mikopo ulipungua kutoka asilimia 15.75 mwaka 2023 hadi asilimia 15.47 mwaka 2024. Vile vile, katika kipindi hicho, viwango vya riba za akiba za wateja vilipungua toka asilimia 10.08 mpaka asilimia 8.14. Kamati inaishauri serikali kufanya marejeo ya viwango vya riba vya hati fungani za serikali ili kutoathiri ukopaji kwa sekta binafsi. Tathmini ya utekelezaji wa bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 24-25. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 24-25, bajeti ya serikali iliyoidhinishwa na Bunge ilikuwa shilingi trilioni 50.29. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 33.86 ilikuwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 16.43 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo sawa na asilimia 67.34 na asilimia 32.66 ya bajeti yote mtawalia. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Mei 2025, serikali imefanikiwa kukusanya jumla ya trilioni 45.07 sawa na asilimia 89.62 ya bajeti nzima ya serikali, na ikiwa pungufu ya shilingi trilioni 6.22. Kwa kuwa ukusanyaji wa mapato wa shilingi trilioni 4.3 kwa mwezi, ni dhahiri kuwa ifikapo tarehe 30 Juni, serikali itakuwa imefikia ukusanyaji wa zaidi ya asilimia 98.17 ya lengo la mwaka mzima. Mheshimiwa Spika, ufanisi huu umekuwepo kwa miaka minne mfululizo katika mwaka wa 2021, 21-22 na 22-23 na pia 23-24. Bajeti ya serikali imekuwa ikitekelezwa kwa wastani wa asilimia 96. Hivyo naomba nimpongeze Mheshimiwa Rais tena, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ufanisi huu katika utekelezaji wa bajeti ya serikali. Mheshimiwa Spika, kuhusu mapato ya kodi, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Mei 2025, jumla ya shilingi trilioni 26.86 zilikusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA sawa na asilimia 91.23 ya lengo la kukusanya trilioni 29.42. Aidha, ufanisi huu umechagizwa na kuongezeka kwa mapato ya kodi ya forodha, ambapo katika kipindi cha Julai 2024 mpaka Februari 2025, jumla ya shilingi trilioni 8.26 zilikusanywa sawa na ongezeko la shilingi trilioni 1.18 ikilinganishwa na shilingi trilioni 7.08 zilizokusanywa katika kipindi kama hicho mwaka 23-24. Kamati naipongeza Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa ufanisi huo wa ukusanyaji wa mapato. Kodi yetu, maendeleo yetu. Kielelezo namba 4 kwenye taarifa ya kamati kinaonyesha mwenendo wa ukusanyaji wa mapato toka mwaka 1999 mpaka 2024. Mheshimiwa Spika, ufanisi wa makusanyo ya kodi umetokana na matumizi ya mifumo ya tehama katika kukusanya mapato, mwamko wa wananchi kulipa kodi kwa hiari, ongezeko la rasilimali watu kwa mamlaka ya mapato, kukua kwa uchumi na ongezeko la biashara na uwekezaji nchini. Pamoja na mafanikio hayo, bado kuna changamoto ambazo zinarudisha nyuma jitihada za serikali katika kuongeza mapato ya kodi. Changamoto hizo ni idadi ndogo ya walipa kodi hai, uwepo wa sekta isiyo rasmi na wingi wa mamlaka za udhibiti. Mheshimiwa Spika, kamati inaishauri serikali masuala yafuatayo: kuongeza mchango wa kodi kutoka biashara ndogo ndogo na zakati, kuhamasisha matumizi ya mifumo ya kitehama kwa ajili ya malipo, yani cashlight, kuendelea kutoa elimu ya mlipa kodi ili saidie kujenga utamaduni wa ulipaji kodi kwa hiari na umuhimu wote katika maendeleo ya nchi. Jedwali namba 6 kwenye taarifa ya kamati linaonyesha mwenendo wa makusanyo ya mapato kuanzia mwaka 2022-23 hadi mwaka 24-25. Mheshimiwa Spika, kuhusu mapato yasiyo ya kodi,
Kwa kipindi cha miaka minne kuanzia 2021 hadi 23-24, mapato yasiyo ya kodi yamekuwa yanakusanywa kwa wastani wa 78.33%. Pamoja na kwamba ufanisi huu ni wa kiwango cha kuridhisha, mapato hayo yangeweza kukusanywa zaidi endapo mifumo ya kitehama ingetumika katika kukusanya ada na tozo. Kamati inaishauri serikali kuimarisha mifumo ya ukusanyaji wa maduhuli pamoja na kuchukua hatua za kinidhamu kwa wizara, idara na taasisi za serikali ambazo hazitatumia mifumo ya kielektroniki katika ukusanyaji wa mapato. Mheshimiwa Spika, kuhusu mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa. Serikali za mitaa zilikusudia kukusanya jumla ya trilioni 1.36 hadi Mei 2025, kiasi cha shilingi trilioni 1.26 kilikusanywa sawa na 92.65% ya lengo la mwaka. Ufanisi huu umetokana na matumizi ya mfumo wa tausi katika ukusanyaji wa mapato. Kamati inaipongeza serikali kwa kutumia mfumo huu ambao umepunguza upotevu wa mapato ya serikali za mitaa. Kamati inaishauri serikali kukamilisha usajili wa majengo ili kuongeza mapato ya mamlaka ya serikali za mitaa na kuweza kujitegemea kimapato. Mheshimiwa Spika, kuhusu mwenendo wa matumizi. Katika mwaka wa fedha 24-25, serikali iliweka maeneo ya vipaumbele vyenye lengo la kuweka chachu ya ukuaji wa uchumi na kuongeza ajira. Hadi mwezi Mei 2025, ridhaa ya matumizi iliyokuwa imetolewa na serikali ilikuwa ni shilingi trilioni 42.90, sawa na 85.31% ya bajeti ya serikali ya shilingi trilioni 50.29. Kati ya fedha hizo, matumizi ya kawaida ni shilingi trilioni 30.63, sawa na 90.8% ya lengo la mwaka la shilingi trilioni 34.94. Aidha, kiasi hicho cha shilingi trilioni 15.74 kilitolewa kwa ajili ya miradi ya maendeleo sawa na 95.8% ya lengo la mwaka la shilingi trilioni 16.43. Jedwali namba 7 kwenye taarifa ya kamati linaonyesha fedha za matumizi ya maendeleo kwa mwaka 2021 hadi mwaka 24-25. Kuhusu ugharamiaji wa deni la taifa. Mheshimiwa Spika, hadi mwezi wa Mei 2025, serikali ilitumia jumla ya shilingi trilioni 11.16 kwa ajili ya kugharamia deni la taifa, ikiwa ni 85.08% ya lengo la mwaka la kulipa jumla ya shilingi trilioni 13.12. Kamati inaipongeza serikali kwa hatua hii iliyozichukua katika kuimarisha thamani ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani, ambazo zimeenda kupunguza gharama kwenye malipo ya deni la nje ambalo asilimia 62 lipo kwa dola za Marekani. Matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, hadi mwezi Mei 2025, ridhaa ya matumizi ya maendeleo iliyotolewa ilikuwa shilingi trilioni 15.7, sawa na 95.8% ya lengo la mwaka la shilingi trilioni 16.43. Katika kipindi hicho, serikali iliendelea kugharamia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na ukamilishaji wa miradi ya bwawa la Julius Nyerere, daraja la Kigongo Busisi na mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Na kuhusu tathmini ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo taifa kwa mwaka wa fedha 24-25 pamoja na uchambuzi wa mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, mpango wa taifa wa maendeleo wa mwaka 24-25 ni wa 4 katika utekelezaji wa mpango wa 3 wa maendeleo wa miaka mitano 21-22 mpaka 25-26. Mpango huo ulikuwa na dhima ya kujenga uchumi shindani na wa viwanda kwa maendeleo ya watu. Mpango wa mwaka 24-25 ulitarajia kugharamia kiasi cha shilingi trilioni 16.43, sawa na 32.67% ya bajeti yote ya serikali. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 12.78 ni fedha za ndani na shilingi trilioni 3.64 ni fedha za nje. Hadi kufikia mwezi Mei 2025, jumla ya shilingi trilioni 15.74 zilitolewa, sawa na 95.1%.
kamati inaendelea kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa nia yake thabiti ya kuwaletea Watanzania maendeleo. Mheshimiwa Spika, mpango wa mwaka 25-26 unatarajiwa kugharimu shilingi trilioni 17.49 sawa na asilimia 30.96 ya bajeti yote ya mwaka 25-26. Mpango huu umejikita katika kuendeleza na kukamilisha utekelezaji wa afua zinazotoa matokeo katika maeneo matano. Kipaumbele ya mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa miaka mitano kama yanavyoonekana kwenye taarifa ya kamati. Kuhusu sekta ya afya, Mheshimiwa Spika, sekta hii ilipangiwa kutumia jumla ya shilingi trilioni 1.31 katika mwaka wa fedha 24-25. Hadi kufikia Machi 2025, jumla ya shilingi trilioni 1.23 zilipokelewa sawa na asilimia 94. Katika mwaka wa fedha 25-26, sekta hii imeidhinishiwa bajeti ya shilingi trilioni 1.62 sawa na ongezeko la asilimia 23.67. Aidha, katika kipindi cha miaka mitano 21-22 mpaka 25-26 tumeshuhudia bajeti ya sekta hii ikiongezeka kutoka trilioni 1.03 hadi shilingi trilioni 1.162 sawa na ongezeko la asilimia 56.47. Hakika haya ni maendeleo makubwa, na kamati inaipongeza serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi ambao umeleta mageuzi makubwa katika sekta ya afya, hatua iliyopelekea kupata tuzo kwa Mheshimiwa Rais ya The Global Goalkeeper Awards kutoka taasisi ya The Gates. Mafanikio ya sekta hii ni kama yanavyoonekana kwenye taarifa ya kamati. Kuhusu sekta ya madini, Mheshimiwa Spika, katika mwaka 24-25 sekta ya madini ilitengewa bajeti ya shilingi bilioni 531.27 na hadi kufikia Machi sekta hii ilikuwa imepokea shilingi bilioni 392 sawa na asilimia 73.85. Aidha, katika mwaka 2024 sekta hii imekuwa kwa asilimia 8.3 na kuchangia asilimia 10.1 katika pato la taifa. Kamati inaendelea kuipongeza serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kipindi cha uongozi wake, bajeti ya Wizara ya Madini imeongezeka kutoka shilingi bilioni 66.82 kwa mwaka 21-22 hadi shilingi bilioni 531 kwa mwaka 24-25 sawa na ongezeko la asilimia 695. Ongezeko hilo linaonyesha nia ya dhati ya kuboresha sekta ya madini. Mafanikio ya sekta hii ni kama yanavyoonekana kwenye taarifa ya kamati. Mheshimiwa Spika, kamati inaipongeza serikali kwa uamuzi huo, kwani umewezesha upatikanaji wa dhahabu kwa ajili ya hazina ya taifa ya fedha za kigeni, foreign reserves, ambapo hadi Mei 2025 Benki Kuu ilinunua takriban tani 4.8 ya dhahabu iliyozalishwa na kuchakatwa hapa nchini. Hata hivyo, ili kuendelea kuongeza ufanisi na tija katika sekta hii, kamati inaishauri serikali kufanya mabadiliko ya sheria zote ambazo zinakwamisha uwekezaji kwenye sekta ya madini, kupunguza kodi, kudhibiti utoroshaji wa madini na kuhakikisha kuwa madini yanaongezwa thamani nchini kabla ya kusafirishwa kwenda nje. Mheshimiwa Spika, kuhusu sekta ya utalii, katika mwaka 2023-24 sekta ya utalii ilichangia asilimia 17.2 ya pato la taifa na kuchangia asilimia 26 ya mapato ya fedha za kigeni, na hivyo kuwa miongoni mwa sekta zilizochangia kwa kiasi kikubwa katika pato la taifa. Aidha, kamati inaipongeza serikali kwa kuendelea kuimarisha sekta ya maliasili na utalii kwa kuendeleza na kukuza vivutio mbalimbali vya utalii, ikiwemo kuanzishwa kwa programu maalum za kuitangaza Tanzania kimataifa kama vile filamu ya The Royal Tour pamoja na filamu ya Amazing Tanzania. Mheshimiwa Spika, kufuatia mchango wa sekta hii katika uchumi, kamati inaishauri serikali kuhakikisha kuwa mamlaka ya uhifadhi zinatengewa fedha ya kutosha kwa ajili ya kuendeleza
miundombinu muhimu ya sekta hii na kujiendesha kwa ufanisi. Aidha, serikali pia itenge fedha ya kutosha kwa ajili ya kutangaza nchi yetu kimataifa ili kuvutia watalii wengi zaidi. Hatua hizi ziende sambamba na kurejewa kwa mifumo ya kodi na tozo ili kutatua changamoto zilizopo. Mheshimiwa Spika, pia kuna hoja mahususi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 23-24 masuala 22 yaliibuka wakati wa majadiliano bungeni kwa mujibu wa kanuni ya 124 fasihi ya kwanza. Kati ya masuala hayo, masuala 10 yalihitaji ufuatiliaji na masuala 12 kamati ilikubaliana na hatua za utekelezaji zilizochukuliwa na serikali. Vile vile, katika mwaka wa fedha 24-25 kwa mujibu wa kanuni ya 117 kanuni ndogo ya 3 na ya 4, masuala 17 yaliibuliwa na kamati za kisekta. Kati ya masuala hayo, masuala 7 yalihitaji ufuatiliaji na masuala 10 kamati ilikubaliana na hatua za utekelezaji zilizochukuliwa na serikali. Mheshimiwa Spika, taarifa ninayoiwasilisha ni muhtasari wa ufuatiliaji wa maagizo ya kamati ya uongozi kwa serikali kuhusiana na baadhi ya masuala muhimu. Swala la kwanza, hoja zilizotekelezwa kikamilifu na serikali kutokana na maagizo ya kamati ya uongozi kwa mujibu wa kanuni ya 124 kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023. Kurejesha ukusanyaji wa mapato kwa mamlaka ya bandari. Mheshimiwa Spika, kulikuwa na hoja ya kurejesha ukusanyaji wa mapato yanayotokana na tozo ya GAT kwa mamlaka ya bandari kutoka mamlaka ya mapato Tanzania. Serikali ilikubali pendekezo hilo na kufanya mabadiliko kupitia sheria ya fedha ya mwaka 2024 na kurejesha jukumu hilo kwa mamlaka ya bandari. Mheshimiwa Spika, hatua hizo za utekelezaji zinaonyesha nia ahadi ya serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutekeleza maazimio ya kamati ya uongozi. Hakika 4R za Mheshimiwa Rais anazitekeleza kwa vitendo. Mheshimiwa Spika, pia kulikuwa na masuala ya utekelezaji kwa mujibu wa kanuni ya 117 fasihi ya 3 na 4 yaliyotokana na utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 24-25 na makadirio ya bajeti kwa mwaka 25-26 kuhusu utoaji wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya vya kimkakati na umaliziaji wa maboma yaliyoanzishwa kwa nguvu za wananchi. Mheshimiwa Spika, utakumbuka kwamba katika marejeo ya bajeti ya serikali mwezi Februari mwaka 2025, supplementary budget, serikali ilikubali kutenga jumla ya shilingi bilioni 123 na milioni 500 kwa ajili ya kukamilisha maboma na ujenzi wa vituo vya afya vya kimkakati. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 70 ni kwa ajili ya maboma na shilingi bilioni 53 na milioni 500 ni kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya vya kimkakati. Hadi tarehe 31 Mei 2025, serikali ilikuwa imetoa jumla ya shilingi bilioni 70. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 40 zimetolewa kwa ajili ya ukamilishaji wa maboma na bilioni 30 zimetolewa kwa ajili ya vituo vya afya vya kimkakati.